katika maisha yetu, mada ambayo tulianza wiki iliyopita. Inshallah leo tutajaribu kuendeleza, na natumai mada hii ndefu itaendelea kwa muda ili kusudi tupate mwelekeo unaofaa ya jinsi tutaweza kuwalea na kuwakuza watoto wetu. Vipengele tutakapozungumzia leo ni vipengele muhimu sana, kwa sababu cha kwanza itakuwa ni kuangalia mambo 12 ama nyanja 12 ambazo nataka tuzingatie zinazofanya mtoto kuathirika katika maisha yake, aidha kuathirika yamejengwa kwa sheria maalum ambazo zinastahili kutusaidia kuyafanya yawe maisha yenye thamani hapa duniani na yenye thamani kesho akhera. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Katika mbinu hizi ama vielekezo hivi 12 ambavyo ndivyo vinavyomsaidia mtoto awe atakuwa katika ile jinsi itakayotupendeza sisi kama wazazi wake, na muhimu zaidi impendeze Allah subhanahu wa ta'ala kwa hukumu zake. Nataka kurudia kwamba hakuna zawadi iliyo kubwa zaidi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kuliko zawadi ya kuruzukiwa watoto. Hii ni zawadi adhimu kabisa, na wengi wale ambao hawakujaliwa inakuwa ni huzuni kubwa sana katika maisha, kwamba umeishi kama mwanamke lakini hukubahatika kuitwa mama, ama umeishi kama mwanamume lakini hukubahatika kuitwa baba. Huwa ni huzuni kubwa kabisa. Sasa hii tunu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ni lazima tuiangalie kikamilifu. Yeye ametupa tunu ya mtoto, sisi tumrudishie tunu ya kwamba yule mtoto tumemlea vizuri. Watoto huwa wanaathirika katika kukua kwao, na jambo la kwanza ni jambo la urathi wanaopata kutoka kwa baba kibiolojia, na urathi wanaopata kutoka kwa mama kibiolojia. Mama anatoa vini 23 na baba vini 23, vini 46 vinamtengeneza mtoto. Kwa hivyo ni muhimu kuangalia background za baba na background ya mama, ili kusudi yule mtoto awe atakuwa na natural disposition ya biolojia yake, kwamba itakuwa ni nzuri, kwa sababu vile chembechembe za maumbile ni chembechembe zilitoka katika miti ya mgongo wa baba na uzao wa mama. Ni chembechembe ambazo zina afya na zina uwezo mkubwa wa kutengeza akili ya mtoto iwe nzuri, ya kutengeza kiwiliwili cha mtoto kiwe kizuri, na kutengeneza uwezo wa mtoto wa kuwa anaweza kuwa mtu mzuri katika njia rahisi. Wazee wetu zamani walikuwa waangalifu sana katika kuchagua nani ataolewa na nani na nani atamuoa nani, na wakiangalia historia za kifamilia kuona kwamba hakuna maradhi, hakuna ukosefu au upungufu wa aina yoyote,
na ndoa zikifungwa ilikuwa kuna uhakikisho kwamba huyu mtoto hatakuwa na madhara ya kiafya ama madhara mengine yoyote. Na leo alhamdulillah watu wamewekewa nishati kwamba kabla ndoa haijafungwa watu wakapime afya zao. Hii yote ni kumlinda yule mtoto asije akaathirika akawa ni mtoto atakayezaliwa na maradhi, na mara nyingine iwe ni maradhi ambayo ni taklifu, na kwa hivyo ile furaha ya familia ikawa imetikiswa kwa sababu mtoto aliyezaliwa si mtoto mwenye afya. Watu wengi wanapitia mitihani mikubwa kwamba umemzaa mtoto moyo wake una upungufu, umemzaa mtoto ana kisukari cha utotoni, ama umemzaa mtoto ana pumu chronic na kadhalika. Kwa hivyo mwanzo kuwa kwa mtoto ni kuhakikisha kwamba ile afya yake imezingatiwa. Na mara nyingine watu tunafanya makosa kwamba tunajua labda katika familia kuna maradhi fulani yanarithika ama yanarithiwa, alafu watu wanaoana ndani kwa ndani wanasikitika, wanakuta watoto wamezaliwa na maradhi kama yale na wanasikitika katika ukuaji wao. Mama na baba wazazi wanakuwa na huzuni kuanzia kuzaliwa kwa yule mtoto. Kwa hivyo heredity ni kiingilio kizuri sana, na ni muhimu kwamba tutizame zile background zetu za kiafya kabla watu hawajaamua kuoana. Kama nilivyosema, hii inaleta stress kubwa ya maisha kwa yule mtoto na kwa wazazi, na mara nyingine inakuwa ni mtoto wako wa kwanza na umempata katika mwaka wako wa kwanza wa harusi. Sasa unapoona msiba umeanza mapema sana, na furaha mara nyingi inapotea kwa sababu mitihani mingi ya afya ya mtoto. Kwa hivyo afya ya mtoto inaanza katika yule unayemchagua awe baba yule mtoto ama mama yule mtoto, alafu katika zile hatua unazochukua kuhakikisha kwamba kuna afya ya kila aina unayozingatia ili kusudi mtoto awe atakuwa mtoto mwenye afya. Na kama nilivyosema hapo awali, afya si ukosefu wa maradhi ya kimwili. Afya ni mchanganyiko wa kuwa na kila sehemu yako inafanya kazi inavyostahili. Kwa hivyo unaangalia afya ya kiwiliwili, unaangalia afya ya kiakili, unaangalia afya ya kijamii, unaangalia afya ya kiucha Mungu, na unaangalia afya ya akhlaq na vitendo kwa yule ambaye atakuwa baba wa yule mtoto ama atakuwa mama wa yule mtoto. Kina mama wengi leo wanateseka mtoto kwa sababu baba wa mtoto ni baba ambaye amejitoa katika majukumu ya kumwangalia yule mtoto, na ukipeleleza utakuta kwamba kabla hata baba yule hajamuoa yule mama alikuwa sio mtu ambaye ana mwelekeo mzuri wa maisha, lakini mama akamkubali hivyo hivyo, na sasa yeye mama anapata madhara na mtoto aliyezaliwa pia anapata madhara. Kwa hivyo tuweni waangalifu, ni sababu kubwa kwa mtoto na kumzaa ikiwa baba yake atakuwa mtu anayestahili kuitwa baba na mama yake atakuwa mtu anayestahili kuitwa mama, na yeye mtoto atakuwa mtoto anayestahili kuitwa mtoto, kwa sababu ametokamana na watu wawili ambao wako salama na kila athari mbaya ya kimaisha. Lakini ikiwa mmoja wetu athari yake si nzuri ya kimaisha, basi malezi ya yule mtoto yatakuwa magumu kabisa. Kuzaa ni mimba miezi 9, lakini kumlea yule mtoto ambaye atakuwa ni mzigo wako, labda kwa sababu hauna msaidizi wa baba, inakuwa ni milele unamlea yule mtoto, na pengine asipate malezi mazuri, na baadaye umlee yeye, umlee na mkewe, umlee na watoto wake na wajukuu zake. Sasa inakuwa mzigo umekuwa mkubwa sana. Kwa hivyo mtoto aweza kuwa sababu
ya ndoa kuwa na furaha na watu wakaisherehekea ile ndoa, kwa sababu imeleta tunda zuri katika dunia. Na mtoto pia anaweza kuwa msiba kwetu sisi, kwa sababu hakuzaliwa katika misingi inayofaa ya kijamii, na kwa hivyo kila ukimwangalia inakuwa ni donda sugu. Yule mtoto anakukumbusha yale mateso uliyoyapata katika ndoa yako, yale makosa uliyoyafanya katika kuchagua ndoa kama ile, na yale makosa uliyoyafanya kwamba ulikuwa hukuwa mwangalifu, na kwa hivyo umelipa kodi ya nyumba ambayo hukifurahia. Kitu cha pili ambacho ni muhimu tukizingatie, kama tunataka watoto wetu wakuwe vizuri, wawe ni watoto ambao wanaleta furaha katika maisha yetu, watoto ambao wanakuwa ni hakikisho la kesho yetu ambayo ni bora kuliko jana yetu, watoto ambao utakuwa kila ukiwatazama wanakupa uhakika wa kwamba maisha yako ya kesho yatakuwa bora kuliko ya jana. Mara nyingine ndugu zangu, unateseka na mtoto akiwa mdogo, pengine kwa sababu uwezo wa kiuchumi ni mdogo, kwa sababu ni wewe peke yako babake anatoroka, ama kwa sababu nyingine ama nyingine, lakini yule mtoto kwa yale makuzi na malezi anayopata, ukawa unatumaini kwamba baada ya miaka 20 yule mtoto atakuwa mtu ambaye atakutoa katika hali ile ya unyonge, atakutoa katika hali ile ya maskini, atakutoa katika ile hali ya kuteseka, na baadaye kupata afueni ya maisha. Mara nyingine unaweza kuteseka na baba wa mtoto, lakini mtoto akawa chanzo cha kufurahisha katika maisha yake. Kwa hivyo ni muhimu wakati mambo hayaendi vizuri katika ndoa zetu kuinvest zaidi katika kulea watoto, kwa sababu wale watoto huenda wakawa badala ya ile ndoa ambayo haikuelekea mwelekeo mzuri, ukawa kupata maisha ya maana katika baba wa watoto, lakini baada ya watoto wakikuwa wakubwa, mmoja amekuwa daktari, mmoja amekuwa mwalimu, mmoja amekuwa chef na kadhalika. Kwa hivyo wanakuwa ni watoto ambao wana uwezo kuangalia wewe kama mama yao. Lakini sasa ukikuta kwamba huku kwa baba ulikuwa mateso, alafu usiwalee watoto wako vizuri, alafu wao kuletea mateso, basi tunateseka hapa duniani kama mzazi, tunateseka tena kesho akhera, kwa sababu kullukum rai wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Sisi wote ni watunga na kila mtunga ataulizwa juu ya kile alichopewa kutunga. Sisi sote ni walezi na kila mlezi ataulizwa juu ya kile alichokilea. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho chahitaji nguvu zetu zote, nguvu za akili, nguvu za moyo, nguvu za mwili, ni kitu kinachoitwa malezi. Kwa sababu unapomlea mtoto vizuri ni kama kukuza biashara. Katika kupitia njia ngumu unaanza kidogo kidogo, na yule mtoto akiwa mtu mzima sasa unapata kupata faida ya ile biashara yako ya malezi. Na ndio maana ni muhimu sana ulezi uangaliwe kama business, kwamba unaangalia kwamba hii nina imani kwamba huyu mtoto vile ninapomlea siku moja atakuwa ni mwenye kuweza kunisaidia, si mwenye kunilemea. Ndugu zangu, kuna wazazi hasa kina mama saizi wanateseka sana kwa sababu ya watoto wao. Hawajui kuvaa nguo nzuri, hawajui kununua kitu kizuri, hawajui kuishi vizuri, hawajui kuweka pesa zao, kwa sababu watoto wao wamekuwa mateja. Kila nguo nzuri inanunuliwa inaenda kuuzwa, kila pesa zinazopatikana nyumbani zinaibiwa. Kwa hivyo nyumbani hamna furaha, kwa sababu kuna mtoto ambaye ni mraibu, na wengine wanafika kiasi hata kushikia mama yao kisu, kwa sababu wanataka pesa kwenda kutafuta ule uraibu.
Kwa kama kuna kitu ambacho ukiangalia kwa uzito unaofaa, ni kitu kinaitwa malezi, kwa sababu ukiteleza inaweza kugeuka ikawa sumu yako ya maisha mabaya katika maisha tunayoishi hivi. Kuna nyumba hazina furaha kabisa kabisa, si mchana, si usiku, si Ijumaa, si Jumapili, kwa sababu kuna mtoto mmoja tu ambaye kaingilia ulevi. Kwa hivyo kila mtu katika ile nyumba amehasirika kwa sababu ya mtoto yule mmoja. Nyumba imekaa kama prison, kila mmoja amebeba funguo ya kabati lake, kila mmoja kabeba funguo ya sanduku lake, kila mmoja akafunga room yake, kwa sababu tunaogopa mtoto wetu asije akachukua vitu katika nyumba yetu. Hii yote inatokamana na yale malezi ambayo tunawapa watoto wetu. Mtoto anakuwa kulingana na mazingira anayopewa. Nataka kurudia hili. Mtoto anakuwa kulingana na mazingira anayopewa. Nasema nature is always stronger than nature. Yani mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hivyo ikiwa unamjengea mtoto mazingira ya kidini, nyumba yako ina mazingira ya kidini, mtoto anakuwa akiwa mchaji Mungu na akiwa mtoto mwenye dini. Ukimlea mtoto wako katika mazingira ya upotevu, nyumbani saa yote miziki ya kila aina, nyumbani saa yote televisheni, nyumbani saa yote kelele, fujo na kitu kingine, basi mtoto anakulia katika mazingira kama yale. Sasa ni muhimu kuhakikisha kwamba tunapozaa watoto, maisha yetu yanaweka katika pause mode, yani unasimamisha, ili kusudi mazingira yawe mazuri ya kumlea yule mtoto wako. Ikiwa mazingira sio mazuri ya kijamii, ya kimtaa, basi mtoto kukua vizuri pia inakuwa mbaya. Ndio maana unakuta ile hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wa kwanza kutoka Makka kwenda Madina kwa sababu ya kunusuru dini hamna saizi. Lakini kuna hijra ya mzazi kuhama katika mtaa ambao naogopa mtoto wake asije akaharibika. Yani unaishi katika mtaa wenye mazingira mabaya, na kwa hivyo una hofu huyu mtoto wako akiendelea kuishi katika huu mtaa, basi aweze kupata madhara na athari ya kumpoteza katika maisha yake. Ndugu zangu, si vizuri kuzungumza juu ya jamii nyingine, lakini ukitembea hapa Malindi huwezi kuona mtoto wa Kihindi mlevi au mtoto wa Kihindi anakuta mabangi na kadhalika, kwa sababu jamii yao imewalinda wale watoto, hawashirikiani na watoto wengine. Wakienda kucheza wanaenda kucheza na wazazi wao, wakienda kuswali wanaenda kuswali na wazazi wao, wakienda mashule wanapelekwa na wazazi wao, wakitoka shule wanachukuliwa na wazazi wao. Kwa hivyo hawapati nafasi yoyote ya kuingiliana na watoto wenye tabia na desturi mbaya. Kwa hivyo kupotea kwao kunakuwa ni kwa uchache kabisa. Lakini mimi na wewe kwa sababu moja au nyingine, hata kupeleka mtoto wako shule, hata ikiwa karibu, na mwacha anaenda peke yake, anarudi peke yake. Watoto wametoka shule saa 4, saa 10, yeye anakuja nyumbani saa 12. Watoto anaenda shule saa 1, yeye ametoka nyumbani saa 11:30. Na wewe haushughuliki kujua huyu mtoto anafika shule ama hafiki, anaenda shule na nani, anacheza na nani, anapita barabara gani, anasimama wapi, anazungumza na nani. Sasa unakuwa ule kumlea yule mtoto, ujali ile mazingira ambayo anaingia nayo. Mtoto anakuambia anaenda kucheza mpira, au juu anacheza na nani yule mpira, labda anacheza mpira na watu wakubwa kuliko yeye, ambao tayari ameshaanza uraibu, yeye ni mdogo. Anajifundisha kutoka kwa wale wakubwa jinsi ya kulipoka, jinsi ya kutembea, jinsi ya kutamani. Na yeye nyumbani haushughuliki kupeleleza kujua amepata kitu gani. Sasa unakaa mpaka nakuwa mtu ambaye ameshazoea zile tabia mbaya, na pengine sasa unataka kumbadilisha, haiwezekani tena. Kwa hiyo mazingira yetu ya nyumbani, mazingira yetu ya mtaani, mazingira yetu
ya shule ambazo tunazipelekea watoto wetu ni lazima tuzifuatilie. Unampeleka mtoto shule ambayo mazingira yake sio ya Kiislamu, hata masomo ya Kiislamu hawasomi, hata kuswali hawalazimishwi. Kwa hiyo mtoto anakuwa katika mazingira ambayo sio mazuri, na baadaye anafuata mitindo, style za wale watu wengine ambao sio Waislamu. Alafu majuto yanakuja baadaye, kuchelewa huko. Kwa sasa mtoto ameshaharibika, hauwezi tena kumrekebisha, inabaki majuto. Na kama wanavyosema majuto kila siku ni mjukuu, inakuja baada ya tendo. Kwa hivyo watoto wetu ni vitu vya thamani kubwa sana katika maisha yetu. Kuna kina mama hivi leo wanaishi katika pepo hapa duniani, maisha mazuri sana, kwa sababu watoto wao waliwalea vizuri kweli kweli. Mmoja amekuwa daktari, mmoja amekuwa mwalimu, mmoja ni mfanyaji biashara, mmoja ameenda nje ng'ambo, mmoja hata mama uzee wake unakuwa uzee wa nafuu, kwa sababu hahangaiki kutafuta mahitaji yake ya maisha. Amelea watoto wake vizuri, sasa anavuna maisha mazuri. Kwa hivyo vile unapomlea mtoto wako leo ndivyo anapokuangalia wewe kesho. Ukimlea mtoto wako vizuri leo, na yeye atakuangalia vizuri kesho. Wewe ukiwa katika maisha ya mtoto wako akiwa mdogo, na yeye atakuwa katika maisha yako utakapokuwa mzee. Mara nyingine unakutana na mama wazee wamezaa watoto 9, lakini hakuna hata mtoto mmoja ambaye anaweza kusaidia huyo mama, kwa sababu wote wamepotea. Hakuna hata mwenye uwezo hata mmoja ambaye anaweza kusimama na mama yake. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba ukishapata mtoto, yule mtoto umwangalie ili akue katika hali nzuri, na baadaye na yeye aweze kukusaidia kuwa na maisha mazuri. Tusilee watoto wetu kama nyasi. Nyasi zinamea mahali pote, hata barabarani utaona nyasi zinamea. Tulee watoto wetu kama maua ya waridi. Maua ya waridi hayamei kila mahali, yanamea katika mazingira maalum. Na ule mti wa waridi lazima uutizame vizuri, ndio utakupa waridi linalonukia vizuri. Na mtoto wetu tukimlea vizuri, baadaye anakuwa waridi, anakuwa kitu cha thamani. Na waridi linapokuwa linalindwa na miba. Ukiweka mkono kama unataka kulitoa, miba inakudunga. Na mtoto mzuri anataka alelewe katika mazingira yenye sheria zinazomlinda. Wakati gani anatoka nyumbani, wakati gani anarudi nyumbani, wakati gani anakaa chini kusoma, wakati gani anasoma Qur'an, wakati gani anafanya homework, wakati gani anasaidia katika kazi za nyumbani. Tusiwache watoto wetu wakaishi maisha ya huru kama wale mbwa ambao hawana wenyewe, wanazurura kila mahali, na mara washabongwa na gari kwa sababu ni mbwa ambaye hana mwenyewe. Lakini yule mbwa mwenyewe amefungwa katika banda, analishwa chakula, anaangaliwa asitoroke, anaangaliwa asitujeke, anaangaliwa, na huyo ni mbwa. Je, mtoto wetu ambaye ni thamani ya maisha yetu. Watoto ni maua mazuri katika macho yetu. Ukizaa mtoto, na nyinyi kina mama mnajua zaidi, ule uchungu wa kuzaa unaondoka pindi mtoto akizaliwa. Yule nasi akikupatia yule mtoto, unasahau maumivu yote, kwa sababu ni tarajio lako la maisha ya baadaye. Lakini tarajio lile lazima lijengwe leo, ili kesho liwe tarajio ambalo nzuri. Kwa hivyo mazingira tunaolea watoto wetu ni mazingira ambayo lazima yawe mazuri. 3, kuna wakati mmoja Bwana Mtume alikuwa akizunguka na sahaba zake, kukawa na watoto wanacheza mpira. Mtoto mmoja akaupiga ule mpira kwa nguvu, ukamgonga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watoto wengine wote wakawa na uoga kwenda kuchukua ule mpira.
kwa sababu umemgonga bora wa viumbe vyote. Wakawa wanaogopa. Kuna mmoja akasema mimi nitaenda kuchukua. Akaenda kwa bwana mtume akauchukua ule mpira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika ule mtoto, akawauliza wale maswahaba, huyu ni mtoto wa nani? Kamwacha yule mtoto akaenda, wale maswahaba akamwambia ni mtoto wa mtu fulani huyo. Akamwambia basi huyu mtoto anaonekana si wa halali. Akasema manake hiki kitendo alichokifanya mtoto wa halali hawezi kufanya. Wale maswahaba walipokutana na babake wakamwambia vile mtume aliposema kwamba mtoto wake si mtoto wa halali. Yule baba akakasirika sana, akaenda kwa mama kumuuliza kama alimwendea kinyume wakati wote, sababu mtume amesema huyu mtoto si wa halali. Yule mama akaapa kwamba yeye hajaenda kinyume kabisa kutokea aolewe na bwana wake. Akamhoji. Yule mama akakumbuka kuna siku mzee alileta nyama nyumbani, ilikuwa ni maghrib, ukawa hakuna kuni za kupika ile nyama. Yule mama akatoka nje, jirani yake ilikuwa amejenga fence ya miti. Kwa siri akavunja miti kadhaa, akaenda akapikia nayo ile nyama. Yule baba akala ile nyama iliyopikwa na miti iliyochukuliwa bila ya ruhusa. Usiku ule yule baba baada ya kula ile nyama akakutana na yule mama, na ndio usiku yule mtoto alipatikana. Wakaenda kumweleza bwana mtume, wakamwambia basi ile damu iliyomtengeneza mtoto ilitokamana na chakula ambacho ni cha haramu, na ndio maana mtoto pia amekuwa ni mtoto wa haramu. Na ndio maana yatakikana tuwe waangalifu katika vile vyakula tunavyokula, zisiwe zitachangia katika kufanya watoto wetu ijapokuwa wana baba na mama wakawa ni watoto wa haramu. Na mama mzuri kawaida ni mama ambaye huwa anamwambia baba wa watoto kwamba najua unatoka kwenda kupigana na maisha kututafutia riziki, lakini nakuomba katika utafutaji wako wa riziki usiingie katika mtego wa kupata riziki ya haramu, kwa sababu riziki ya haramu inatengeneza watoto ambao ni haramu. Afadhali urudi tulale njaa kuliko kufanya jambo ambalo litakupa riziki ya haramu. Kwa hivyo tunachowalisha watoto wetu kinachangia juu ya tabia ya watoto wetu. Unakuwa na mtoto ambaye hakusikilizi kabisa, hataki kufuata amri yako kabisa, hataki kufuata njia ya sawasawa. Umefanya bidii yote inayotakiwa. Natakikana pia ujiulize, je, kipato chetu kinatokamana na nini? Hii chakula tunalisha mtoto wetu linatokamana na kitu gani? Na mara nyingine inaweza kuwa pia vyakula vyetu tunavyonunua supermarket, hatuangalii kule nyuma kujua vimetengenezwa na vitu gani. Na huenda ikawa vile vyakula ambavyo tumenunua kule supermarket vimetengenezwa na chembe ya vitu ambavyo havikubaliki katika Uislamu. Alafu sisi tukalisha watoto wetu, na watoto wetu wakapata madhara ya kuwa watoto ambao wana shida katika maisha yao. Kwa hivyo urathi, mazingira na lishe bora, vitu vitatu. Urathi wa mtoto kutoka kwa baba na mama. Mara nyingi utakuta baba akiwa mrefu, mama akiwa mrefu, aghlab mtoto atakuwa mrefu. Aghlab mama alikuwa mweusi, baba alikuwa mweusi, aghlab mtoto anaweza kuwa mweusi. Japokuwa kuna uwezekano mtoto kuenda generation 3 nyuma, kama mtoto amezaliwa na baba mweusi, mama mweusi, lakini mtoto akawa mweupe kwa sababu babu yake alikuwa rangi yake tofauti. Inawezekana jambo kama hilo. Hiyo ndio urathi. Lakini urathi mkubwa zaidi ni ule urathi wa kwamba huyu mtoto anarithi nini kitabia, huyu mtoto anarithi nini kimila, huyu mtoto anarithi nini kidesturi, ili kwamba awe atakuwa na wepesi wa kukua katika hali nzuri na hali inayofaa.
Unaweza kuwa mtoto, kuzaa mtoto akawa almasi, mtu mwenye thamani kubwa sana. Lakini pia unaweza kuzaa mtoto ukamlea akawa jiwe, halina thamani, inapatikana kila mahali. Inatokamana na ile thamani unayompa yule mtoto. Huu ni wasia wangu leo. Hata mtoto awe wa aina gani, babake awe mtu wa aina gani, usikubali roho yako ikawa na chembe yoyote ya kumfanyia uhasidi mtoto wako mwenyewe. Manake mara nyingine unaweza kuwa hasidi ya mtoto wako mwenyewe. Vipi unaweza kuwa hasidi ya mtoto wako mwenyewe? Unajua cha kumfanyia yule mtoto ili awe mtoto mzuri, lakini kwa sababu baba akakuudhi unampiga vita yule mtoto. Unajua kinachofaa kumfanyia yule mtoto, lakini kwa sababu familia ya baba imekuudhi wataka kuharibu yule pia mtoto. Na kuna mama wengi katika maisha ya leo wameingia katika hasara. Mimi najua mama mmoja ambaye alipigana vita na baba wa watoto wake, na bahati mbaya watoto wake wote walikuwa ni mabinti watano. Sasa akamwapia yule baba kwamba wote watakuwa makahaba, na mama akafanya juhudi juu na chini mpaka watoto wote wakamalizikia night club. Kusudio lake ni kwamba huyu baba na yeye hataishi maisha ya furaha. Akaanza kuwavua hijab, akawakataza kwenda madrasa, akawafundisha maisha machafu. Wote watano wakaingia katika maisha ambayo baadaye walilipa deni kubwa sana juu ya maisha mama yao aliyowasukuma waingie, kwa sababu baba yao alimudhi mama yao. Kwa hivyo wewe kama mama, kumbuka kwamba hii ni neema yako zaidi ya neema ya baba. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na sahaba mmoja, je, ya Rasulullah, nani kwangu mimi anahitaji uwepo wangu zaidi kuliko mwingine baina ya mama na baba? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mama. Akamuuliza mara pili, baada ya mama? Akamwambia mama. Akamuuliza mara ya tatu, baada ya mama? Mama. Alafu mara ya nne ndio akasema baba. Wale wanaofahamu taaluma ya leo wanasema mama alikuwa gold, dhahabu, mama akawa silver, fedha, mama akawa bronze, kopa, baba akapewa tu shukrani kwa kushiriki katika ulezi wa yule mtoto. Lakini mama, na ndio maana tunaambiwa pepo yetu ipo katika miguu ya mama. Pepo yetu ipo katika miguu ya mama. So mama ndiye anayekuwa na uwezo wa kuwa university ya kumkuza yule mtoto wake awe mtoto wa aina gani. Na ndio maana pia tunaambiwa mama ndiyo madrasa ya kwanza ya mtoto anayosoma katika maisha yake. Ikiwa mama ana mbinu nzuri za kumlea yule mtoto, basi mtoto anakuwa mtu mzuri. Lakini ikiwa mama atatumia mbinu ambazo si mzuri, na mtoto pia atakuwa hawezi kuwa mtu mzuri. Kwa hivyo lazima tujitahidi. Hakuna kitu kinacholeta furaha katika moyo wa mama kama kuona mtoto wake amefanikiwa. Na mama wengi hawajui kuandika, hawajui kusoma, hawajaenda shule, lakini wamelea watu leo wamekuwa madaktari. Mama hajui kusoma, mama hajui kuandika, wamelea watu leo wamekuwa marais. Mama hajui kusoma, mama hajui kuandika, amelea watu wamekuwa mamufti, mashekhe wakubwa. Na unaposoma historia nyingi za wale watu ambao wamefanikiwa katika maisha, utaona mama ndiye alikuwa na uwezo mkubwa, mchango mkubwa sana wa kumtengeza yule mtoto awe vile alivyokuwa. Umar ibn Abdul Aziz alikuwa anaitwa Umar ibn al-Khattab wa pili, kwa sababu utawala wake ulikuwa ni utawala mzuri kweli kweli. Ni katika utawala wa Umar ibn Abdul Aziz ambapo kulikuwa hakuna mtu ambaye anaweza kuchukua zaka, kwa sababu kila mtu alikuwa anajitosheleza. Alipoulizwa, ya Umar,
umepata wapi hii taaluma ya kuwa kiongozi mzuri? Akasema, mimi nimelelewa na mama ambaye alikuwa ni mwongofu katika maisha yake. Uongofu wake ndio unaosaidia mimi leo katika uongozi wake. Imam Malik alilelewa na mama ambaye alikuwa na nidhamu ya kimaisha. Nidhamu ya kimaisha. Hakuwa na baba, alikuwa na mama mwenye nidhamu ya kimaisha. Kwa hivyo kwanza akamkuza katika ile miaka 7 ya kwanza, akamjenga fikra ya kwamba yeye lazima awe shekhe mkubwa wa kujulikana ulimwengu mzima. Mpaka yule mtoto akawa ana hamu ya kuwa mtu kama yule. Na hii ndiyo assignment ya kwanza muhimu katika ulezi wetu, kumjengea mtoto fikra ya kwamba wewe ni lazima uwe mtu fulani. Lazima uwe mtu fulani. Sijakuzaa uwe mtu wa kawaida, nimekuzaa uwe mtu maarufu, mtu fulani. Na mamake Imam Malik alimkuza katika fikra ya kwamba yeye ni lazima awe msomi mkubwa kabisa. Lazima awe msomi mkubwa kabisa. Kwa hivyo baada ya kumjenga ile fikra sasa, akampeleka kwa walimu tofauti, wanazuoni tofauti. Kwanza akampeleka Badia kule kwa Waarabu wa mashamba kule, ili apate ile lugha ya kiasili. Alafu akamtoa akampeleka Madina aende akasome hadithi zenye uhakika. Alafu akamtoa akampeleka Maka akasome Qur'ani yenye tajwidi nzuri. Alafu akamzungusha karibu bara Arabu lote kusoma kila aina ya desturi ya watu. Na leo ukitaka hadithi zilizo na usahihi kweli kweli ni hadithi za Imam Malik, Muwatta ibn Malik. Na wewe ukiwa una hamu ya kwamba mtoto wako lazima akue awe mtu wa aina fulani, alafu umfuatilize. Kumbuka kwamba udongo upatilizwa ungali maji, na chuma hugongwa kingali moto, na samaki hukunjwa angali mbichi, na mtoto hutengenezwa angali mdogo. Wewe na mimi leo hivi tulivyo ni mkusanyiko wa yale tuliyoyapitia kabla hatujafika miaka 8. Kila mwanadamu unayemuona barabarani ni mchanganyiko wa mambo aliyofanyiwa na wazazi wake, mambo aliyoyapitia kabla hajafika miaka 8. Kwa sababu hii miaka 8 ya kwanza inaitwa formative years, ni miaka ya kuunda mwanadamu. Kwa hivyo ukimwanzisha mtoto kuanzia ni mdogo, mila na desturi na mipangilio inayoyafaa, akiwa mkubwa kazi yako inakuwa ni rahisi. Kwa sababu ya wakati ni lazima ya 4 kuangalia zile hormones, zile chembe zinazohusikana na ukuaji wa mtoto. Nataka kutoa mfano mmoja mdogo lakini unaathiri sana watoto. Sijui kama umeshawahi kuona mtoto ana miaka 3, 2, 4, mtoto mdogo hajui chochote, ni mtoto wa kiume lakini ukimwangalia utafikiri mtoto wa kike. Ama ni mtoto wa kike lakini ukimwangalia ni kama mtoto wa kiume, tabia zake, mienendo yake, mazungumzo yake, hatari kubwa sana. Sasa wewe kama mzazi watakaomsikitikia yule mtoto kama amezaliwa na chembe na mchanganyiko wa hormones, japokuwa yeye ni mvulana na hormones za kisichana, ama yeye ni msichana lakini kazaliwa na hormones mingi ya kivulana. Sasa usipompatiliza pale mdogo ukambadilisha fikra ya kujiamini, hata kama sura zake ni nzuri kama msichana, hata kama sura zake ni ngumu kama mvulana, yeye bado kama ni msichana ni msichana na mvulana ni mvulana. Usipochukua hatua zinazofaa, unamwona yule mtoto anakuwa kidogo, ukifikiri huyu ameshapotea. Anapata watu wengine ambao ni mahasidi, wanamtia katika mipango ambayo haingii akilini katika maisha. Kwa hivyo watoto wetu tunaangalia kuanzia wadogo. Unamwona mtoto ana uwezo mkubwa sana wa kusoma, labda angekuwa hafidh al-Qur'an, lakini unampuuza mpaka anakuwa kubwa, anapoteza ule uwezo. Naona mtoto ana uwezo mkubwa sana, anapita vizuri shuleni akiwa nursery, akiwa darasa ya kwanza grade 1, akiwa grade 2. Usipoitilia mkazo grade 3, grade 4 anaipoteza ule uwezo.
Inatakikana ukitambua kwamba huyu mtoto wangu ana uwezo wa kusoma lugha katika njia rahisi, mtafutie walimu wa lugha 10, awe msemaji wa lugha 10. Hiyo tayari ni silaha ya kuishi maisha mazuri. Anaweza kutafsiri lugha tofauti tofauti, kwa sababu umegundua ana uwezo mkubwa, ana linguistic intelligence, ana uwezo, akili yake ina uwezo wa kusoma lugha kiurahisi. Unamwona mtoto wako ana lugha ya utafiti na uvumbuaji na kadhalika, ana lugha ya kisayansi, ana uwezo wa kisayansi, msukume katika taaluma za kisayansi, atakuwa mtoto ambaye anafaulu vizuri sana katika taaluma kama hii. Lakini unamwangalia mtoto wako, subhanallah, ana uwezo wa lugha, unamsukuma katika upande mwingine, anaenda kupata mambo magumu yanamshinda, na baadaye anakwambia sitaki kusoma, kwa sababu hukulinganisha talanta yake na yale anayoyasoma, hukulinganisha uwezo wake na yale anayoyasoma. Ni muhimu sana kupeleleza watoto wetu. Huyu anaonekana kuanzia mdogo anapenda kusomesha watoto wake wengine. Akikaa na watoto wengine, yeye ndio anataka kusomesha. Huyu anaonekana anaweza kuwa mwalimu mzuri sana. Kuna watoto wengine wadogo, unaona mara anamshika mwenzake kichwa, wewe uko na homa, anajifanya yeye daktari. Unampeleleza jambo hili analifanya kwa muda, unaona huyu anataka nimsukume awe daktari. Kuna mwingine anapenda akipata kitu tu anakibomoa. Ukimletea toy anaibomoa. Anataka kufungua television kuona kama wale watu wako ndani wanazungumza. Anataka kufungua fridge. Unajua huyu ana mikono ya kuwa fundi, kuwa engineer. Kwa hivyo unamsukuma awe engineer. Ni muhimu sana kupeleleza watoto wetu ili tuwasaidie kusoma taaluma ambayo katika akili zao ni taaluma waliopewa kama hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anapofanya anachokipenda na akipenda anachokifanya, kukifanya ni rahisi kwake. Na mtoto akisoma anachokipenda na akipenda anachokisoma, ukisoma inakuwa rahisi. Kuna watu wengine bahati mbaya utawapeleka tahfidhi, watamaliza miaka 10 hawajapata juzu moja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala labda akili zao sita, akili za kuhifadhi, akili za uvumbuzi. Hawa wataka wasomeshwe sayansi, wana analytical brains. Hawa si watu kuhifadhi, hawa ni watu kutafsiri, wa kufafanua mambo. Unampeleka katika ile laini ambayo inayomfaa. Na muhimu sana, hakuna kitu ambacho kinamfaa mtoto kama kuruhusiwa kucheza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema watoto wanalelewa katika vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza ya miaka 7 ya kwanza waruhusuni kucheza, lakini michezo inayokubalika. Wafundisheni kuogelea, wafundisheni kulenga shabaha, wafundisheni kupeleka farasi, wafundisheni vitu ambavyo itafanana na maisha yao. Chezeni nao ili wapate kusoma kutokamana na michezo. Kipindi cha pili, fungeni mikanda vizuri, kwa sababu sasa wanaingia katika ile kitu inaitwa adolescence, pre-adolescence. Miaka 12 mpaka miaka 19 ni miaka ya mtihani katika maisha ya mtoto. Ukiteleza, mtoto umemkosa. Sasa wakati huu yatakikana ufunge moyo wako kama mama, usikuwe na huruma. Usimwonee mtoto huruma. Mtoto amefika miaka 9, unaogopa kumuamsha usubuhi, unasema kuna baridi. Wacha akaswali, akiamka akitawaza sasa anaweza kushikwa na pneumonia, anaweza kushikwa na pumu. Unamwacha mtoto anazoea kulala. Ikifika miaka 15 sasa anaingia katika bale, unataka kumwamsha hawezi kuamka tena, kwa sababu kazoea kulala kuanzia mwanzo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kuanzia miaka 7 wafundisheni watoto wawe serious katika swala. Wakifika miaka 10 watandikeni wakikataa kuswali, kwa sababu kinachopambanua baina yetu na wale ambao si Waislamu ni swala zetu. Na huyu mtoto ikiwa hatajifunza swala utotoni, utuzimani swala inakuwa punishment. Kuna watu wengine wakisimama kwenye swala ndio starehe kubwa yao katika maisha, lakini kuna wengine subhanallah, muadhini unawachoma, na hata wakenda pale msikitini basi ni wamekwenda tu
wasije wakaambiwa hawaswali, lakini wanasikia dhiki, wanataka ile swala imalizike haraka haraka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum, huyo hajamaliza kusema salamu. Sasa hii ni kwa sababu katika malezi ya wale watoto hawakuwa na mtu aliyewasukuma kujifundisha ile swala na kujifundisha ile tabia. Wanasema kuna vitu vitano vinajengwa mtoto akiwa na miaka 7: tabia njema, test nzuri, mahusiano mema, vitendo vizuri, lugha nzuri, matamanio mazuri ya maisha, matarajio makubwa katika maisha yao. Kuna watu wengine kwa sababu hawakupata watu wa kuwasukuma kufikiria katika hali ya ukubwa, kwamba hii dunia ni kubwa, si Mtangani peke yake. Hii dunia ni kubwa, si Malindi peke yake. Hii dunia ni kubwa, sio Coast peke yake. Hii dunia ni kubwa, sio Kenya peke yake. Hii dunia ni kubwa, sio Afrika peke yake. Hii dunia ni kubwa, kuna bara tofauti tofauti, na mbali na dunia kuna nyingine sayari 7 ni kubwa. Kwa hivyo mtoto fikiria kubwa. Mwenyezi Mungu kaumba mambo mazuri katika hii dunia. Ameumba dhahabu, ameumba almasi, ameumba fedha, ameumba senti, ameumba mambo mazuri mazuri, na haya mambo yote yameumbiwa wewe na mimi. Watoto wetu lazima wafahamu kwamba usijifikirie kwamba wewe ni mtu mnyonge. Kama vile watu wengine walivyo, hata wewe unaweza kuwa. Mpe mtoto matarajio ya kutaka kuwa mtu mkubwa katika maisha yake. Usimuongeleshe lugha kwamba baba yako ni mdogo, babu yako alikuwa mdogo, kwa hivyo na wewe lazima uwe mtu mdogo. Babu yako hajasoma, baba yako hajasoma, hata wewe hautasoma. Babu yako hajapeleka gari, baba yako hajapeleka gari, hata wewe utapeleka gari. Babu yako hajakaa nyumba nzuri, baba yako hajakaa nyumba nzuri. Pale watoto wetu walipotoka si shida, na kule wanapokwenda iko mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Cha muhimu leo sisi tuwafahamishe kwamba wanao uwezo wa kuwa mtu yoyote wanataka kuwa katika maisha yao. Hamna kitu kigumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi leo wanaojulikana, wanaotambulikana, wenye uwezo mkubwa wa kiuchumi, ukisoma historia zao, wameanza maisha katika slums, katika sehemu duni za kimaisha, lakini wao na mama zao wamefanya bidii, leo wamekuwa wakubwa katika sehemu tofauti tofauti. Kila unayemuona ambaye amefaulu katika maisha leo, ukisoma historia yake utaona kwamba alitoka katika familia ilikuwa na maisha ngumu, lakini akajitahidi na mamake akamsukuma, na leo amekuwa mtu wa kutambulikana. Yani ameanza 0 lakini amekuwa hero. Ameanza 0 lakini amekwenda juu, hata ameshinda wale walioanza katika uwezo mkubwa wa kimaisha. Ndugu zangu, ni muhimu kuwaruhusu watoto kuingiliana na watoto wengine, lakini hawa watoto wengine ambao wataingiliana na watoto wako zima wawe ni watoto wenye desturi nzuri. Wale watu ambao wameendelea wanakaa kule kwa estate, wanakusanya watoto wao kila Jumapili, mtoto wa daktari, mtoto wa mwalimu, mtoto wa rubani, mtoto wa nani, watoto wazuri wazuri, alafu wanawapeleka mahali kucheza mpira pamoja, wanapeleka baharini, wanaogelea pamoja, wanapeleka swimming pool. Sasa wale watoto wanaingiliana, wanabadilisha mawazo. Kwa hivyo ni muhimu sana kumpa mtoto fursa ya kucheza na watoto wako wengine, lakini lazima ujue hawa watoto wengine ni watoto gani. Mara nyingine unamlea mtoto wako vizuri, unamfundisha lugha ya heshima, lakini akienda nje kucheza, akirudi nyumbani anakuwa na lugha hata ujui macho wapi. Unajiuliza, huyu hili neno amelisikia wapi? Hajalisikia mbali, amesikia kwa mtoto wa jirani. Yule walicheza pamoja shule, ndiye alikuwa na hiyo matusi. Mtoto amesoma huko, amesoma huko. Kwa hivyo mtoto wako lazima uwe
unampeleleza anaingiliana na watoto gani. Wewe unaweza kuwa unafanya kazi nzuri sana nyumbani, lakini kule nje mtoto anacheza na mashetani. Akija nyumbani tabia yake imebadilika kabisa sana. Mtoto mzuri umemlea kwa heshima na taadhima, lakini ukimshtukia mara unamuona ameanza kuvuta vitu hata haeleweki. Ameanza wapi tabia hii? Hakuna anayevuta sigara hapa kwetu. Hakuna anayevuta bangi hapa kwetu. Hii tabia ya kuvuta sigara huyo mtoto ameitoa wapi? Hakuna mwenye lugha kama hii hapa kwetu. Hakuna mwenye tabia kama hii hapa kwetu. Nani amemfundisha huyo mtoto tabia kama hii? Wale wa nje, wale ambao hutaki kuwafuatiliza, ambao wanashirikiana na huyu mtoto wako, ndio wanamuingiza katika lile giza na kile kisima. Baadaye itakuwa shida wewe kumtoa, na inaweza kuwa ndio chanzo cha heartbreak ya maisha yako, kwa sababu hakuna kitu kinachomhuzunisha mama haswa, hakuna kitu kinachomhuzunisha mama haswa kama kuzaa mtoto alafu akaharibika akawa si mtoto. Umezaa mtoto mchanga hajui chochote, mara amekuwa mlevi. Nani amemfanya mlevi? Umezaa mtoto mchanga hajui chochote, mara amekuwa teja. Nani amemfanya teja? Umemzaa mtoto mchanga, mara huyo ameenda night club. Nani amemfanya aende night club? Lazima watoto wetu. Najua kuna msichana mwingine alimuuliza babake, baba, wewe hii gari yako nzuri hii, huyu anti yetu huyu maid akikwambia umpatie apeleke, utampatia? Baba akasema, wewe una adabu. Gari yangu ya thamani nimpatie mfanyikazi wa nyumbani? Wewe una akili kweli? Akamwambia, anakuuliza tu kama kuna uwezekano. Akamwambia, na hii kadi yako ya ATM ya bank unaweza kumpatia huyu msichana wa nyumbani, huyu anti, huyu maid, aende akatoe pesa benki? Akasema, nitamwamini vipi mtu ambaye ametoka nje? Akamwambia, mbona mimi unaniachia yani leo? Mbona mimi mtoto wako unaniacha nyumbani na yeye? Mimi sina thamani? Gari yako ina thamani, pesa yako ina thamani, na je mimi mtoto wako sina thamani? Kama nina thamani, kwa nini basi unaniachia mfanyaji kazi? Wewe unaenda zako, mimi nakaa na mfanyaji kazi. Wewe unajua huyu mfanyaji kazi ananifundisha nini? Sasa mara nyingine watoto wetu ni lazima, hata kama maisha yametulemea, ni lazima tutoke. Lakini tuwe tunawafuatilia, hata kama tumewaacha na watu ambao sio sisi. Hata kama umewaacha na dada yako, hata kama umewaacha na nyanya yao na nani, wafuatilie. Jioni ukija waulize, leo umefanya nini? Nyanya amekwambia nini? Auntie amekwambia nini? Wewe si sawa na yule ulimwachia, ili upate kujua huyu mtoto analelewa vipi. Mimi kama siku huyu mtoto anasikiliza mambo gani, anafanya desturi gani. Lazima tuwe watu ambao ile social interaction ya watoto wetu, tuwapigie duara ya watu ambao wanafaa kuitwa watu, tuwapigie duara ya watu ambao wana vielelezo vizuri katika maisha yao, tuwapigie duara ya watu ambao watawaelimisha kuwa watu bora, sio watu watawadunisha wawe watu ambao wataleta hasara. Na hasara ya kwanza ni hasara yetu kama wazazi, kwamba wewe umefanikiwa kweli kweli katika maisha, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amekupa ufanisi wa kila jambo, lakini mtoto wako mlanisi. Sasa jiulize, mimi hapa duniani nikiondoka nitaacha mtu wa aina gani? Kuna bibi mmoja ilikuwa anamlea mjukuu wake, kwa sababu binti yake alifariki wakati wa mazazi, wakati wa kuzaa binti yake alifariki, akaacha mtoto wa kiume. Kwa hivyo yule nyanya ikabidi amchukue yeye yule mtoto, kwa sababu na baba na yeye alikuwa amefariki katika accident kabla yule mama hajazaa. Kwa hivyo yule mtoto akachukuliwa na nyanya. Nyanya akajibidisha sana kumpeleka shule za kila aina. Mwisho akamleta shule Nairobi, ambaye ilikuwa ni mimi ni mwalimu mkuu, naitwa Rasul Akram Academy. Yule nyanya akaniambia, huyu ni mjukuu wangu, nimeachiwa na mwanangu na nimepigana naye kuanzia nasari, alhamdulillah, sasa amekuja hapa kwako form 1. Huyu mjukuu wangu hajui kama mimi sijui kusoma, kwa sababu mimi kila siku huwa karibu sana na wale walimu wanaomsomesha, karibu sana. Hasa wale walimu wananiambia kila kitu anachofanya shuleni, hata wrong ngapi amepata, right ngapi amepata, Kiingereza, hesabu, science. Sasa mimi kija nyumbani huwa najua kila kitu, nishapigiwa simu. Akija namwambia, hebu fungua kitabu chako hesabu, umekosa hapa, umekosa hapa, kwa sababu mwalimu ashamueleza. Kwa hivyo na mimi nataka unisaidie. Akiwa anarudi nyumbani likizo, uniambie wapi amepita vizuri, wapi ameanguka,
ili niwe namfuatiliza, huyu ni mjukuu wangu wa pekee. Tukaendelea hivyo hivyo na ushirikiano wetu na nyanya yule mpaka akiitwa Abdulaziz, akapita vizuri, akaenda Ukraine kusomea udaktari, akarudi akaenda tena kusoma specialize, akarudi akapelekwa Aga Khan Hospital kama specialist. Sasa siku nyingine akanipigia simu akanambia, Hababa amekuwa mgonjwa sana na anaonekana hali yake sio nzuri, ameniomba nikuulize kama unaweza kuja mkaonana, ya Mungu ni mengi. Nikamwambia kesho ninakuja mkutano Mombasa, nitakuja kumuona. Yuko hapa, akaniambia yuko Pandia Hospital. Nikienda Pandia, tabani yule nyanya, maana yake amekuwa mtu mzima na kisha amepata kansa ya kizazi, kwa hivyo kilio imemuumiza kwa muda mrefu, ameisha kweli kweli. Ananiambia, mimi najua au madaktari hawataka kuniambia, lakini mimi najua hali yangu si nzuri tena, yaani na isaa tu sijui leo kesho, lakini mwalimu, mimi hali yangu si nzuri tena, lakini nataka kukwambia hata nikifa hivi sasa nitakufa nikiwa na furaha kabisa, na na hakika Mungu ameniwekea pepo, kwa sababu huyu mjukuu wangu mimi niliachiwa akiwa na siku moja, mtoto wa siku moja. Mimi nimemlea, leo na uachia ulimwengu daktari. Mimi nimemlea nikipewa ana siku moja na binti yangu. Nimemlea na uzee wangu na udhaifu wangu na ujinga wangu wa kutojua kusoma, lakini mimi leo nafa nikiacha duniani daktari. Je, mimi na wewe tukifa hapa duniani tutaacha watu wa aina gani? Mimi na wewe leo tukifa, wale watoto wetu vile tunavyowalea watakuwa ni watu wa aina gani? Kwa sababu mwanadamu akifa kila amali yake inasimama isipokuwa kwa mambo matatu: sadaka jaria, sadaka jaria nasemaje? Yani ni kutoa sadaka ambayo itaendelea, kama kuchimba kisima ama kujenga shule ama kujenga msikiti, ama ilmu yuntafau biha, ilmu ambayo itaendelea. Wewe umesomesha na ule uliyemsomesha atasomesha, utaendelea kupata zile thawabu. Au waladun salihan, au kijana mwema ambaye atakuwa anakuombea dua kila siku. In life we live, in life we learn, in life we love, and in life we live legacy. Katika maisha tunaishi, hatujaribu kuishi. Katika maisha tunasoma kila siku, hatumaliziki kusoma. Na katika maisha tunapenda, na mwenye kumpenda zaidi ni yule uliyemleta hapa duniani. Na katika maisha ni lazima tuache athari kwamba na sisi siku moja tulikuwa hapa duniani. Sasa ile athari labda unaweza kuiacha ni athari ya kuacha mtoto ambaye atakuwa na faida katika jamii, na watu wakimuona watasema huyu ni binti wa mama fulani, huyu ni kijana wa mama fulani. Tumuombe na Mungu, leo tunatibiwa na kijana wa mama fulani. Leo watoto wetu wanasomeshwa na mtoto wa mama fulani. Tumuombee Mungu, ilikuwa ni mama mzuri, ametuachia kijana mzuri, ametuachia msichana mzuri, na amali zako zitaendelea kila wakati. Lakini ukizaa jitoto korofi hivi, ukishaondoka basi kila kitu kimekwisha. Hata yeye kuinua mikono Allahumma ighfir walidaini inakuwa shida. Hata yeye kuombea tu Mungu akusamehe huko ulipo inakuwa shida, kwa kumlea katika njia inayofaa. Ni lazima, jambo la 7, tuwa waangalifu ile ilmu wanaopata watoto wetu. Kila siku nawaambia, ilmu ya mtoto wa Kiislamu lazima iwe na iangalie akili, iangalie nafsi, iangalie na kiwiliwili. Taalim, tarbia na taadib. Ulumul aqliya, elimu ya kisayansi, wa ulumul ruhia, na elimu ya kiroho. Tusiwe wepesi wa kupeleka watoto wetu mashule alafu tukawa hatuko serious na watoto wetu madrasa. Hata mtoto wake awe profesa wa aina gani, kama elimu ya dini hana, huyo si profesa. Hata mtoto wako awe daktari wa aina gani, kama elimu ya dini hana, hajui dini yake, huyo bado hajasoma. Muislamu kusoma ni asome ulumul aqliya, ya kumjenga akili yake, na ulumul ruhia, na elimu ya kumjenga nafsi yake, katika kumsaidia mtoto awe na uchaji Mungu, awe mtoto ambaye atakuwa na hofu ya Allah,
na kumtamaa ya kumfuata mtume na adabu ya kuheshimu wewe kama mzazi, lazima umtimizie mambo matano yafuatayo. Uangalie kipi nitakifanya kujenga roho yake iwe roho nzuri, kipi nitakifanya kujenga moyo wake uwe moyo mzuri, kipi nitakifanya kuifanya nafsi yake iwe nafsi mutmain, nafsi iliyotulia, kipi nitakifanya kujenga imani yake iwe thabiti, ni kipi nitakifanya kumfanya awe anazingatia ibada zake kila wakati, ni kipi nitakachofanya kujenga akhlaki yake iwe akhlaki mfano wa akhlaki ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada zangu katika Uislamu, ni muhimu sana wakati tunapokuwa na responsibility ya kuzaa hao watoto wetu na kuwalea, tuwalee kiasi cha kwamba wao watakuwa ni kioo chetu kizuri wanapokuwa kule nje. Kuna watoto wengine wakiambiwa huyu ni mtoto fulani unaona raha, hata unamwambia mtu fulani ni mtoto wangu, ujue kwa sababu unaona mtoto mzuri, lakini akiwa mtoto mbaya watamani kwa watu wasijue kwamba huyu ni mtoto wako. Kwa hiyo badala ya kujilimbikizia maumivu ya milele kwa sababu mtoto umempoteza, fanya kila bidii kupigana na shetani asikunyakue mtoto wako katika mikono yako. Na kama nilivyosema, haya mambo 6 nataka kuyarudia. Ni muhimu sana kujenga katika ukuaji wa mtoto ili wale watu madhubuti wasiweze kupotea kwa haraka. Ar-ruh, yani roho yao, al-qalb, moyo wao, an-nafs, nafsi zao, al-iman, ujuaji wao wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal-ibada, na zile ibada ubudia ambao wanastahili kufanya, wal-akhlaq, na morality, yani desturi nzuri ambazo kufungamana na Waislamu. Lingine ni kwamba familia zetu tuzilinde vizuri, zibaki pamoja ili watoto wawe na wajomba, wawe na shangazi. Pengine atakuwa hamuogopi wewe mama, anamwogopa anti yake. Pengine wewe mama anakuchezea lakini anajua nyanyangu mkali. Kwa hivyo family tuzijenge, zikuwe family. Zamani watoto walikuwa hawapotei kwa sababu watu walikuwa wanakaa pamoja, wanapendana. Hata kama wewe pengine una udhaifu, uwezi kuchapa watoto, unawaonea huruma sana, anakuwa na anti yake mkubwa ambaye leo hataki kucheza. Kwa hivyo anajua akiitwa anti fulani kwa sababu umekosa adabu ni mikoto tu. Kwa hivyo anakuwa na adabu, anajua anti yuko. Kuna mjomba mmoja katika kila family, huyo mjomba huwa hataki mchezo. Watoto wakisikia tu tutamwita mjomba fulani, subhanallah, wanaogopa. Lakini sasa tumetupa familia ni mtu na wanawe, mtu na wanawe, mtu na wanawe, mtu na wanawe. Kwa hivyo wewe ukiwa umelemewa na wanao, hujua hakuna mtu kukusaidia kuwarekebisha wale watoto. Kwa sababu tumekaa katika sehemu ambazo kila mtu ndiye na baba mama watoto, baba mama watoto. Hamna shangazi hapo ndani, hamna mjomba hapo ndani, hamna nyanya hapo ndani, hakuna ndugu mkubwa hapo ndani ambaye pengine atakuwa na sauti awarekebishe wale ndugu wadogo. Ndugu zangu, ni lazima tuwe na nyumba zenye mapenzi, na nawaambia hili kila siku. Hata iwe iwapo wewe kama ni mke, kama ni mume, kama mimi hivi, usikubali ndoa yenu ikakosa mapenzi. Ndoa ambayo haina mapenzi, ulezi wa watoto unakuwa mgumu. Ndoa ambayo haina mapenzi, ulezi wa watoto unakuwa mgumu sana. Ikiwa mama ana ugomvi na baba, yule mtoto anakuwa kumbusho la ule ugomvi. Ikiwa baba ana ugomvi na mama, yule mtoto anakuwa ukumbusho wa ule ugomvi. Lakini ikiwa baba na mama wapendana, yule mtoto anakuwa ukumbusho, anakuwa tunda la mapenzi. Tunda la mapenzi. Yule mtoto anakuwa sababu ya kuwaunganisha nyinyi zaidi, ya kujenga mapenzi yenu zaidi, ya kuonyesha kule kuendelea kwenu katika maisha yajayo, kwa sababu huyu mtoto ambaye ametokamana, kwa sababu kila mtoto anatokamana na tendo la kupendana. Hakuna mtoto anatokamana na tendo la kupigana, ila iwe ametoka katika rape case, yani ya kunajisiwa. Lakini watoto waliozaliwa katika ndoa zilizofungwa, ni kumaanisha wale waliofunga ndoa ni watu waliokuwa wanastahili. Hata kama hawakupendana wakati wanaoana, katika ile hali ya kukaa pamoja, ujenge mapenzi. Hata kama hutaki kujenga kwa sababu ya baba, ama mimi sitaki kujenga kwa sababu ya mama, yajengeni kwa sababu ya yule mtoto. Kwa sababu ile affection ya mama na baba inampa rutuba ya kukua vizuri yule mtoto. Ndugu zangu, tuwapatie vitu ambavyo vitawafanya usiwe mwepesi
Don't be quick, usiwe mwepesi wa kumtatulia mtoto matatizo yake. Mwache afikirie, kwa sababu kule kufikiria ndio anasoma jinsi ya kujitatulia matatizo yake. Akija na homework usimfanyie, mwache afikirie, hata apate roho kesho, acha apate roho kesho ili ajue jinsi ya kufikiria. Lakini ikiwa kila tatizo dogo unasaidia, tatizo dogo unasaidia, tatizo dogo, anakuwa akiwa mtu mzima ambaye hajui kufikiria na hajui kutatua matatizo yake. Ndugu zangu, kuna tabia zetu na mila zetu ambazo ni kinyume na Uislamu, ambazo zinaathiri watoto wetu. Ni mila za kidesturi, za kikabila, za kadhalika. Mila hizi mara nyingine lazima tuzizuie na tufuate mila za Uislamu, na baadaye tusibague mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Wote ni watoto kwetu na wote wana haki sawa kwetu, na wote ni tegemeo letu, na wote ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuitizame hii amana ya kutoka Allah. Ndugu zangu, nataka kurudia tena, hamna disappointment, hamna heartbreak iliyo mbaya sana kama wewe ni mwanamke alafu huja kuwa mama. It's the biggest heartbreak. Na hamna uchungu ulio mbaya sana kwamba wewe umezaa watoto lakini wote wametea. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man khafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina rabbana sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa tawallayt. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna faman sahiba wa hifdhan wasi'a wa ma'rifati tam wal aqli salim fi jismi salim wa tabiyatan mustaqima wa salimatan sarira walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi tawfiq. Inshallah tukutane tena wiki ijayo. Shukran kwa kuja katika darasa. Kuna swali lolote? Msisahau kama mna swali, kama mnaweza andika, mnaweza tuma message.